Na mko nasikiliza Amka na Baraka One TV tarehe 8 za mwezi wa 12 2025, majira ni saa 12 saa za Afrika Kati, ikiwa saa 1 majira Afrika Mashariki, na mimi ni Rajabu Wakili Kabonga. Ili kuwa kwanza kupata habari zetu za moto kila siku, tafadhali like pia subscribe Baraka One TV. Tuko pia Facebook pamoja na TikTok, like na follow page zetu, na hivyo utakuwa kwanza kupata habari zetu za moto kila wakati. Na kwanza ni muhtasari wenyewe wa habari za moto. Luvungi, FARDC wazalendo wawatia nguvuni M23. Kinshasa, FARDC yaitupia lawama ya M23 na kuahidi kipigo kitakatifu. Masisi, ndege za FARDC za watwanga M23. Na mkumbuka operation saidia muzalendo bado kunaendelea, na kama hujongana na operation hii, tafadhali tumia namba ambazo unaziona kwa screen yako ili moja kwa moja uweze kuwasiliana na Baraka One TV. Na pia usikose kutembelea Mwangaza TV ambako utaendelea kukutanana na baadhi ya matukio yote ambayo yako nazidi kulindima mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Na moja kwa moja tuanze na taarifa hizi kutoka huko maeneo ya Luvungi, ambako FARDC na wazalendo wawatia nguvuni washukiwa wanaotumika na M23. Majeshi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kwenye uwanja wa mapigano dhidi ya magaidi wa M23 katika kitongoji cha Luvungi waliweza kufanikiwa kuwaweka nguvuni siku mbili zilizopita watu ambao wanasadikika kuwa walikuwa wanatumika na magaidi wa M23. Watu hao walikuwa wakitumika kwa kupiga picha na kwa kutuma taarifa za wapi ambako zinapatikana ngome za FARDC na wazalendo pamoja na jeshi la Burundi ili ziweze kushambuliwa na magaidi wa M23. Mengi na zaidi, msemaji wa jeshi la taifa upande wa operation Sokola ya pili Mbui akizungumza maneno yafuatayo. On ne combat pas contre la République. Nous avons arrêté 3 éléments du M23 AFC qui travaillent dans le compte de l'ennemi M23. Le monsieur que vous voyez, c'est lui qui est chargé de transporter les caissettes de munitions de l'ennemi. Et l'autre que vous voyez ici, c'est lui, l'agent des renseignements, qui fait les renseignements de l'ennemi pour positionner, pour orienter l'ennemi à ce que l'ennemi sache les différentes positions de FARDC. En fait, la troisième personne que vous voyez ici, c'est lui, l'agent capteur, celui qui capte les images dans le compte de l'ennemi. Quand il y a des bombardements des drones ennemis qui bombardent des différentes positions de FARDC, c'est le monsieur ici qui se charge de prendre les captures, de faire des vidéos, d'envoyer dans le compte de l'ennemi. Aujourd'hui, grâce au bravoure et au professionnalisme des unités de FARDC, ils ont été arrêtés par les unités d'élite de FARDC à Luvungi, juste dans le pont Luvungi, pour ceux qui connaissent bien la cartographie. Hayo yakizidi kuendelea kutoka jijini Kinshasa, kama jinsi mnavyoona, mbunge wa taifa Bwana Justin Bitakwira ametoa takwimu ya nini kitakachotokea endapo jiji la Uvira litaingia mikononi mwa magaidi wa M23. Justin Bitakwira ameweza kuzungumza na jamii ya kimataifa pamoja na kitaifa kwamba kama Uvira inaanguka ndani ya masaa 48, basi magaidi wa M23 watajikuta wameingia maeneo ya Lubumbashi na Kolwezi ndani ya siku 4, huku Kisangani ikichukua wiki moja tu, na kuingia jijini Kinshasa itakuwa chini ya miezi miwili. Kwa hiyo serikali inaomba kuweza kuongeza vikosi ili kuzuia kuanguka kwa Uvira, kwa sababu kutakuwa ni hatari sana, haitachukua muda kabla magaidi hawajafika ndani ya jiji kuu la Kinshasa. Et si Uvira tombe, ils sont à Kolwezi dans moins de 4 jours, ils sont à Mbujimai dans moins d'une semaine, ils sont à Kenge dans moins d'un mois, et ils seront ici à Kinshasa. Nous n'aurons que nos yeux pour pleurer. C'est la défense, c'est l'état-major général. Et renforcer front à Uvira T. Pour comme penza de suka ya bitumba. Ce qui Uvira pays, n'a ici dans 3-4 Mikolo. Baogozala na Kolwezi. 1-2 semaines baogozala na Mbujimai. 1-2 semaines baogozala na Kenge. Et puis bakotia wana Kisasa.
ene mususu bakanisaka nazo lo bakaka pona maseke za maseke te eza solo biso toza lukula Ukraine face à la Russie toza lukula Gaza face à Israël biso za bitumba na Rwanda bamindele basala ngolo kwa nde Israël ya sous région ya Grand Lac tokokima tango tokozala sikolo na exil ndoto kubanda komitala nani azala ki ministre nani azala ki PDG nani azala ki premier ministre ou premier ministre tokolela mai ya miso des fois na mikosa kana lobaka miso ya mai non mai ya miso tokolela mai ya miso en exil botuna batu bahutu na Rwanda tango baboma ki Habyarimana bamusu bauta Rwanda ki Maroc na makolo or bango bazala ki ba 8-9 millions biso toza 120 millions tokene Maroc na makolo bamusu bakota mu Egypte na makolo bamusu bakende Israel na makolo kutu batu bazokufa na Beni na Lubero. Na baada ya taarifa hizo unazosikiza kutoka jijini Uvira katika plane ya Ruzizi kupitia Baraka1 TV, tuingie jijini Kinshasa ambako jeshi la FARDC yatupia lawama M23 na kwa prétextant la violation du cessez-le-feu par les forces armées de la République démocratique du Congo. Ces communiqués traduisent leur intention manifeste de saboter les processus de Washington et de Doha, comme ils en ont l'habitude. À ce sujet, le ministère de la Défense nationale tient à porter à la connaissance de l'opinion nationale et internationale les précisions suivantes. 1. La République démocratique du Congo continue à subir l'agression de la part de son voisin le Rwanda sous les couverts de l'AFC-M23 en dépit des processus de paix en cours et de la main tendue de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, commandant suprême des forces armées de la République démocratique du Congo. 2. Contrairement aux allégations contenues dans leur communiqué, il s'observe un renforcement des dispositifs de la coalition rebelle, tant en hommes qu'en matériel provenant du Rwanda, ainsi que des attaques répétées des positions des forces loyalistes. 3. Dans les zones occupées, les populations subissent des atrocités et des graves violations des droits humains. Le ministère de la Défense nationale et anciens combattants a suivi avec attention les derniers communiqués contradictoires des rebelles de l'AFC-M23 soutenus par le Rwanda, prétextant la violation du cessez-le-feu par les forces armées de la République démocratique du Congo. Ces communiqués traduisent leur intention manifeste de saboter les processus de Washington et de Doha, comme ils en ont l'habitude. À ce sujet, le ministère de la Défense nationale tient à porter à la connaissance de l'opinion nationale et internationale les précisions suivantes. 1. La République démocratique du Congo continue à subir l'agression de la part de son voisin le Rwanda sous les couverts de l'AFC-M23 en dépit des processus de paix en cours et de la main tendue de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, commandant suprême des forces armées de la République démocratique du Congo. 2. Contrairement aux allégations contenues dans leur communiqué, il s'observe un renforcement des dispositifs de la coalition rebelle, tant en hommes qu'en matériel provenant du Rwanda, ainsi que des attaques répétées des positions des forces loyalistes. 3. Dans les zones occupées, les populations subissent des atrocités et des graves violations des droits humains. Ces dernières sont utilisées comme boucliers humains par l'agresseur. 4. Le gouvernement de la République a le devoir sacré de protéger la population et ne peut en aucun cas la soumettre à une quelconque souffrance de plus. Sa préoccupation majeure demeure le rétablissement de l'intégrité de son territoire. 5. Les forces armées de la République démocratique du Congo restent mobilisées, disciplinées et engagées pour défendre l'intégrité territoriale, protéger la population et restaurer la paix dans toutes les zones occupées. 6. Enfin, le ministère de la Défense nationale appelle la population à rester calme et vigilante et à faire confiance à son armée. Baada ya kumaliza mafunzo mbalimbali za kivita, wanajeshi wa FARDC wameonekana kuwa na kiu kubwa ya kutetea taifa na kupambana kwa ajili ya taifa kokote ambako wanapatikana,
Wanajeshi waaminifu wa jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo wanaahidi kuendeleza harakati za kutwangana na M23 kwa ajili ya kulinda usalama wa raia pamoja na mali yake nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Toujours au service de la patrie. C'est sous le diplômé de l'Académie militaire Mbambe Massia Christian. On est là pour défendre et nous continuons à défendre notre pays. Car la République démocratique du Congo, c'est notre bijou. C'est pour cela que je profite encore une fois de rappeler l'ennemi, Nang, avec ses hommes MV3, que les forces armées de la République démocratique du Congo et nos frères Wazalendo, nous ne pouvons jamais reculer. Nous sommes là pour défendre notre pays. Et je te rappelle, Nanga, que la République démocratique du Congo n'a qu'un seul chef de l'État, qu'un seul président de la République. C'est Félix Antoine Tshisekedi. Yende Mokonzi ya mboka. Yende numéro 1 à Kotika la Mokonzi ya mboka. C'est pour cela, je donne 7 jours à Nanga, au MV3. Quittez mon pays. Sinon, vous allez sentir la force de frappe. Car les FARDC et nos frères Wazalendo, nous ne pouvons jamais reculer. Car nous sommes prêts pour défendre. Et très bientôt, comme Bukavu, et que vous allez libérer par les frappes et la défense, la détermination des forces armées de la République démocratique du Congo. Voilà. Na baada ya taarifa hizo kutoka huko maeneo ya Kinshasa, huko unasikiliza Amka na Baraka One TV ya tarehe 8 mwezi wa 12 2025. Majira ni saa 12 asubuhi saa za Afrika Kati, saa 1 majira Afrika Mashariki. Na pia unafuata matangazo yetu ukiwa huko Australia, Canada, USA, Central pamoja na East Africa, Europe na wale wote ambao wako maeneo ya Afrika ya Kusini, Shidi Kizenga Tembele, King Sele, Kizabe Ayeba, Mashaka Ayamba, Dedone Butoto, Biondo Kilamba Mawe, Mzee wa State ya Maine, Da Feza, Da Litesha, Da Asha, Da Irene, ukiwa unasikiza Baraka One TV ya Kisi Kandeke, Asimwe Baguma, Samuela Sokolo, Ayeba, Mashaka Ayamba, wote wakiwa wanasikiliza Baraka One TV. Na baada ya taarifa hizo tuingie maeneo ya Kivu ya Kaskazini huko Masisi ambako ndege za FARDC za watonga magaidi wa M23. Ndege za majeshi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo imefanikiwa kutwanga magaidi wa M23 maeneo ya Bukombo, ikiwa ni tarafani Masisi, jimboni Kivu ya Kaskazini. Majeshi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo hiyo siku ya Jumapili ya tarehe 7 za mwezi wa 12 2025 wamefanikiwa kuweza kushambulia ngome za magaidi wa M23 ndani ya Masisi huko jimboni Kivu ya Kaskazini, baada ya kuweza kutwanga makombora hayo maeneo ya Kahongole, ikiwa ni kilima cha muhimu kilichokuwa kinaonekana maeneo ya Masisi ambako kulikuwa kuna magaidi wa M23 pembezoni mwa ofisi ya tarafa huko maeneo ya Masisi. Majeshi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo wameweza kusema wamepiga shambulio hilo kwa lengo la kuwashtua adui na kuondoa katika hayo maeneo, ikiwa ni Bukombo Centre, Masisi Centre pamoja na Nyabiondo. Vyanzo vinasema mashambulizi hayo yaliweza kuweka uoga na hivyo kufanya wananchi kuwa katika wakati mgumu, lakini pia mashambulizi hayo yalifanikiwa kwa kiwango kikubwa kuweza kuondoa magaidi wa M23. Kwa upande mwingine wa jimboni Kivu ya Kusini, mashambulizi ya majeshi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo yalifanikiwa kuweza kuchukua vijiji mbalimbali ikiwemo Shabunda huko maeneo ya Shabunda pamoja na Zimbira. Jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo hiyo tarehe 7 za Disemba 2025 limeweza kuchukua maeneo mbalimbali huko maeneo ya aksi ya Shabunda, Zimbira
ikiwa ni baada ya maeneo hayo kuingia mikononi mwa magaidi wa M23. Kutokana na luteni msemaji Meya Gigbe Jeremy, msemaji wa sekta Operation Sokola ya pili jimboni Kivu ya Kusini, ameweza kuzungumza kwamba maeneo ya Lubimbe, Kishado na Chulwe imeweza kuingia mikononi mwa majeshi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na wazalendo baada ya mapigano makali na magaidi wa M23. Ameweza pia kuzungumzia hali ambayo iko inaendelea kwenye uwanja mbalimbali wa mapigano, huku akisema majeshi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo yanajipanga vizuri na bado yanaendeleza harakati za kutongana na magaidi wa M23. Kwa upande wa Kivu ya kusini mwa Kivu ya Kusini na ndani ya pleni ya Ruzizi, majeshi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo yameweza kukanusha yanayozungumzwa kwa mitandao ya kijamii kwamba magaidi wa M23 wamechukua maeneo mbalimbali, huku gavana wa jimbo Jean-Jacques Purusi akiahidi kuendeleza harakati za kutetea maeneo na kusema kwamba maeneo yote yako chini ya mikono ya majeshi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo FARDC, wazalendo pamoja na jeshi la Burundi, na hivyo kuambia watu kuondoa hofu kabisa na yale ambayo yako yanazungumzika kwenye mitandao mbalimbali ya kijamii. Hii ambayo uko unasikiliza ni Amka na Baraka One TV. Na mnaona mwisho wa matangazo yetu kutoka B1 TV. Mengine tukutanane majira ya saa 6, saa 9 pamoja na saa 12.